Ana hakika yeye hajawahi shindwa. Bwana asifiwe sana. Vita zote alipigana na amepigana na atapigana. Yeye atashinda na ni mshindi. Na ndio Biblia inasema katika Warumi 8 ya kwamba we are more than conquerors. Sisi pia ni zaidi ya washindi. Bwana asifiwe sana. Inua mikono yako tuombe. Tunaliinua jina lako Baba wa mbinguni kwa sababu ya uwepo wako katikati yetu. Asante kwa kutupa nafasi Bwana ya kuja kutafuta uso wako. Asante kwa sababu neno lako ambalo Bwana umenipatia Bwana litaweza kutujenga, litaweza kutuinua na litaweza kutupandisha viwango vingine katika maeneo ya kiroho. Bwana, ninaomba jioni ya leo msikilizaji wangu Baba wa rehema ukamsaidie kuelewa neno lako na kusikia sauti yako Bwana. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeshukuru. Amen. Unaweza chukua kiketi chako cha baraka na Bwana akaweze kutubariki kwa sababu yeye ni mwema. In the mighty name of the Lord. Na ningetaka ugeukie mwenzako ukaweze kumkaribisha kwa niaba yangu kwa ibada ya jioni ya leo katika jina la Bwana. Ninashukuru Bwana kwa sababu huwa nasikisa sana hata wakati tunaimba nyimbo, nisikie kama kuna connection, na pia wakati tunaongozwa nisikie kama kuna connection ya yale mambo ambayo nitaongea. Na hakika neno la Mungu ni la kweli ya kwamba Mungu sio, God is not the author of confusion. Mungu haletagi confusion. God is a God of order. Na kuna huo wimbo tumeongozwa ya kwamba Yesu ndiye mwamba. Tunaambiwa ni mwamba wa familia, ni mwamba wa maisha yetu, na ni mwamba wa chochote ambacho tunafanya. Na kwa hivyo ninataka kuongea kuhusu spiritual immaturity ama utoto wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninaongea kuhusu kutokomaa kiroho ama utoto wa kiroho. Ni mafundisho ambayo haiwezi ipokelewa sana, lakini ni vizuri kanisa tukaweze kuelewa hayo ndio ama yale misingi ambayo Yesu anataka tukaweze kuwekwa. Bwana asifiwe sana. Wakati Yesu alikuwa hapa duniani aliongea mambo akasema ya kwamba tumejengwa katika misingi ya manabii na mitume. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mkristo yeyote anastahili awekwe misingi wakati anaokoka. Na Mkristo akikosa misingi ni kumaanisha anaweza kaa miaka 10 katika salvation, anaweza kaa miaka 15 kwa kanisa na habadiliki. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu hana misingi. Na chochote ambacho kimesimama, iwe ni nyumba kama hii, kukaa kwake ama miaka ile ambayo itakaa ama kudumu kwake, ni kwa sababu ya ile misingi ambayo imeweza kuwekwa. Muti ambayo ama ile miti tunauna huko nje, kama huo muti utasimama na udumu, ni mizizi ambayo imeweza kushikilia. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo imebidi sasa tukaweze kurudia yale mafundisho ama yale mafundisho ambaye Yesu alikuwa anafundisha akiwa hapa duniani. Bwana asifiwe sana. Maana Yesu wakati alikuwa hapa duniani alisema kubarikiwa ni yule ambaye akona njaa na ni yule ambaye akona kiu na mambo ya Mungu. Sema amen. Unaona sasa hakuahidi watu ya kwamba mtatendewa. Yeye aliwaambia ya kwamba blessed is the person ambaye akona kiu na ambaye akona njaa ya mambo ya haki. Bible inasema mtu kama huyo ataweza kuzibishwa. Bwana asifiwe sana. Tena akasema ya kwamba blessed is the person ambaye akona roho safi, maana ataweza kumuona Bwana. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio ile misingi ambayo Yesu aliweza kuweka. Na ndio ukisoma katika barua 4 za Injili, iwe ni ya Mathayo, iwe ni ya Marko, iwe ni ya Luka, ama iwe ni ya huyo mtu mwingine Bwana Yohana, mambo mengi ambayo Yesu aliongea kuhusu prayers. Bwana asifiwe sana. Aliongea kuhusu the kingdom of God. Sema amen. Aliongea kuhusu repentance ama kutubu. Na ndiposa wakati Yesu alikuja, ujumbe wake ulikuwa moja: repent ye, for the kingdom of God is at hand. Ya kwamba mkaweza kutubu, maana ufalme wa Mungu umefanya nini? Umeweza kukaribia. Na kwa hivyo Yesu alihubiri injili ya ufalme wa Bwana. Hata kuna wakati alichukua katoto akasema ya kwamba ufalme wa Bwana unafananishwa na mtoto kama huyu, maana yule ataupokea ufalme wa Bwana lazima awe na roho ya kama ya mtoto.
Bwana ziwe sana. Na kwa hivyo ni maombi yangu jioni ya leo, Mungu ataweza kukusaidia ukaweze kukomaa kiroho katika jina la Bwana. Praise God. Tunaishi nyakati ya katifu wa Bwana. Wanataka sasa tuwahubirie ile mambo ambayo wanataka tufanye nini, na hii litabiriwa ya kwamba nyakati zitakuja, Bwana ziwe sana, watakuwa wanapenda kuambiwa yale mambo ambayo wanayataka. Na Yesu alionya Wafarisayo, aliweza kuwaonya waandishi wa habari, Mafarisayo na Wasadukayo, maana walipenda kusikia yale ambayo wanataka kusikia. Lakini imefika ni wakati kanisa la Bwana lisafishwe, kanisa la Bwana liwekwe misingi. Sema amen. Ndio Mkristo wakati wowote akijaribiwa anakuwa na stamina za kustahimili majaribu katika jina la Bwana. Na ndio unaona hata Yesu akiwa duniani alipatiana mfano wa mwenye kujenga. Alisema mtu mmoja aliweza kujenga nyumba yake, akaweza kujenga nyumba yake juu ya mchanga, na mwingine akajenga nyumba yake juu ya nini, alichimba foundation vizuri, akajenga nyumba yake pale, na akapatiana mifano hii miwili. Na ile nyumba ambayo haikuwa na foundation ikionekana huko nje ilikuwa sawa, maana imepakwa rangi. Unajua kitu kikiwa kimepakwa rangi huwezi jua ni nini imefichwa ndani. Lakini wakati kulinyesha na upepo ukaja, ile nyumba iliweza kuanguka. Na hivyo ndivyo ilivyo hata kanisani kwa Wakristo wengi. Akijaribiwa kidogo sitaenda kanisa, akiletewa jaribio kidogo anasema hata Mungu hanipendi. Hiyo ni maogeo ya mtoto wa kiroho. Bwana ziwe sana. Na ndiposa jioni ya leo Mungu ameniongelesha nikaweze kuwahubiria kuhusu spiritual immaturity ama kutokomaa kwa kiroho. Sitauita utoto wa kiroho, it don't sound good. Bwana ziwe sana. Kutokomaa kwa kiroho. Na kwa hivyo tutaweza kuona mtu wakati hajakomaa anakuaga na tabia gani. Tutaweza kuona signs of immaturity. Mkristo ama mfanyikazi ama muamini ama mtoto wa Mungu ambaye amekataa kukomaa, unaweza jua namna gani? Hayo mambo yote tutaweza kuyaona katika jina la Bwana. Na ningetaka kwanza tuwekewe katika kitabu cha Petero wa pili, 2 Peter mlango wa 3 na mstari wa 18 katika jina la Bwana. Na mkienda sasa mama Amani huko nje, muambie watu pasa ameanza kuhubiri kuhusu misingi. Amen. Hii ni mahubiri ambayo itatusukuma miezi kadhaa, hata sasa mahubiri itaweza kubadilika. Bali kuweni katika neema na katika kumjua Bwana na Mwokozi wenu Yesu Kristo. Utukufu una yeye kama anampenda. Bwana ziwe sana. Na kwa hivyo huyo Peter ni yeye ameweza kuandika. Na hii maneno Peter akiandika Eric ilikuwa ni maneno yake ya mwisho wakati alikuwa sasa amemaliza kazi yake duniani. Na kwa hivyo anasema ya kwamba bali kuweni katika neema na katika kumjua, but grow spiritually and mature. Haya ndio maneno ya mtume. Bwana ziwe sana. Ya kwamba but grow spiritually and mature, tukaweza kukua kiroho. Bwana ziwe sana. Na kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba tuko na watoto wengi sana kanisani, watoto waliokoka miaka 30, watoto waliokoka miaka 15, watoto waliokoka miaka 12, bado ni mababies kanisani. Ninaomba Bwana tusaidie katika jina la Bwana. Na kwa hivyo sitaki sasa uone haya mahubiri ni ya mtu mwingine, hata mimi inanikata. Amen. Maana neno la Mungu ni upanga, unakata ni kama ile shirasa unatumiaga anyona kufieka nyasi. Ikienda pande hii inakata, ikirudi pande hii inarudi na ingine. Na ndio Bible inasema katika Wahibrania 4 na mstari wa 12 that the word of God is active, the word of God is alive. Sema amen. It is like a sword ambaye inakata kuwili. Bwana tuwe sana. Na kwa hivyo Bible inasema ya kwamba but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo Mkristo akiokoka immediately anastahili kukua. Na hii kukua sio sasa kimwili, maana sasa kuna kukua kimwili na kuna kukua kiroho. Mimi siongei kuhusu kukua. Unaona sasa wale tuko hapa kwa sababu ni wazazi.
Wakati tulikuwa katika adolescent, kuna hizo pimo zilikuwa zinatoka huku. Kama ni msichana unaona anaanza kubadilika, kama ni vijana wanaanza kutoa sauti sawa sawa, unaanza kuona sasa wanaanza kufanya nini. Lakini sasa msichana akiwa mdogo na kijana akiwa mdogo, hata ukiangalia mtu ufikirie ni msichana kwa sababu ni watoto, ni bebe. Lakini sasa wakati wamekomaa, unasikia hata kama uelewi, akiongea unasikia sasa huyo ni kijana ameongea. Bwana tuwe sana. Na kwa hivyo Bible inasema ya kwamba but grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Na watu wamekataa kukua kanisani. Tumebaki na ile ya kusema mimi niliokoka Kenya wakati ilipata uhuru 1963. Unasikia sasa mtu anatutisha ya kwamba aliokoka 1963. Bwana iwe sana. Ate ndio Mungu alinitokea, ni gari ninashuana mudharaba. Sasa hii shuhuda wacha dada. Bwana iwe sana. Tunataka sasa tuone vile umekuwa kutoka 1963. Hata Kenya wakati ilipatiwa uhuru haikuwa na barabara, hakukuwa na super highway ya Thika. Lakini sasa imefanya nini? Kuna maendeleo, kuna manyumba. Ukienda kama saa hii mahali Moru anafanya kazi, kuna those apartment zinaenda hata gorofa 60 zinajengwa na wa China na wale watu wako Dubai. Bwana iwe sana. Maana nchi inakuwa na inasonga kimiundo, kimisigi na kila mambo inaweza kukua. Kwa hivyo hata spiritually Mkristo akiokoka, jambo la kwanza ni abatizwe na maji mengi. Amen. Na kwa hivyo kama kuna mtu hapa hajabatizwa na maji mengi, Mideta nimekubatiza. Na sasa si unaona na ulipatia na jina yako. Okay, nimefanya kukutumia na sina fujo. Bwana tuwe sana. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Kwa hivyo ni vizuri uelewe Mkristo akiokoka anastahili kukuasa kukua immediately. Ni kama sasa mtoto wakati anazaliwa. Mtoto akizaliwa akiwa mdogo, yeye akitaka kitu yoyote ni kulia. Akiumwa na tumbo analia. Wakati anataka kubadilishwa, kama pengine amejimez, ni kulia analia. Akiwekwa mahali hasogagi, anakaaga mahali. Na kuna Wakristo wako namna hiyo. Mahali waliokokea hawasogi, hawaendi mbele na hawarudi nyuma, na si watasumbua pasa sana. Bwana siwe sana. Kwa hivyo Bible inasema ya kwamba but grow, na hiyo kugrow inaitwa spiritual mature in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. To him be glory, honor and majesty. Kwa hivyo ni vizuri uelewe unastahili kukua katika jina la Bwana. Na kwa hivyo wakati hukui ni kumaanisha kuna spiritual immaturity. Bwana siwe sana. Na kwa hivyo nataka tuwekewe katika kitabu cha Peter wa kwanza 2 mstari wa kwanza. 1 Peter 2 from verse 1. Barua ya kwanza ya Peter mlango wa 2 mstari wa kwanza na wa 2. Tutaweza kubarikiwa. Ni vizuri uelewe ya kwamba the word and the teaching ndio zinafanyaga Mkristo akue. Ukiona Mkristo ambaye amekataa mafundisho ya neno la Bwana, Mkristo ambaye hasomi Bible, Mkristo ambaye hapendi maombi, ni kumaanisha huyo Mkristo hatakuwa. Bwana sifiwe sana. Wakati unaona hauna tamaa hata ya kusoma Bible, wakati unasikia hata wakati umemaliza 1 month na hujaenda kanisani, unasikia ukiwa sawa, ni kumaanisha sasa wewe ni mtoto ya kiroho. Kwa hiyo wekeni bali nanyi uofu wote na udanganyifu na unafiki, wifu na masigizio ya kila namna. So put aside every trace of malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander and hateful speech. Hii ndio sasa ile mambo mtoto ya kiroho anakuaga nayo. Bwana sifiwe sana. Bible inasema tuweke bali na sisi uofu wote. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo Mkristo wakati hajakomaa, hata akifanya dhambi asikiage kama amefanya kitu. Wakati Mkristo amekataa kukomaa, hata akifanya maovu haonagi kama anakosea. Ndio sasa the same Peter anasema ya kwamba tukaweze kuweka bali. Na ukisikia ukiambiwa na Bible uweke kitu bali, ni kuweka bali. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe.
Kuna wakati nilienda kwa shosho yangu 1996, wakati sasa nilianza sasa kutembea na Kanairo. Sasa shosho yangu alikuwa analetewa sukari mingi sana na anti zangu ambao sasa Mungu alikuwa amewabariki, na hiyo sukari ilikuwa inapimwa kama dawa. Na kuna mahali alikuwa na wardrobe mahali na nini, hizi tunaweka vitu kwa nyumba, alikuwa anaiweka hapo na alikuwa anaipima, na sasa akawa anaiweka bali ili tusikaweze kukula, manake tukiwa wadogo si tulikuwa tunakula sukari. Lakini mimi nilitafuta kifaa ya chuma, nilikuwa nafinya hiyo rock, ninatoa ninajiwekea ile nataka, alafu nafinya gasoho inarudi. Sasa ndiye anauliza ni shetani gani ambaye anakujaga huku wakati nimeenda kwa shamba, na mwambia hata mimi nashindwa ni shetani gani, na mimi sijaona hii shetani. Ilikuwa inafichwa, inawekwa bali, kwa sababu sasa hakuwa anataka aiweke karibu tusiichukue. Sasa Bible inasema uweke maofu bali, kwa hivyo ukiweka dhambi karibu utaikumbuka. Bwana siwe sana. Unaambiwa ya kwamba wekeni bali nanyi uofu wote na udanganyifu. Bwana siwe sana. Na ujue maofu ni mengi. Maofu sasa, the word maofu inasimamia dhambi zote, ukahaba, uzinzi, uasherati, mambo hiyo yote ni maofu. Bwana siwe sana. Na kwa hivyo Mkristo wakati amekataa kukomaa hakuwagi na shida, hata akifanya dhambi unafanya na unatokerezea, unaniambia pasa. Bwana sifiwe, atukuzwe mwana Mungu. Bible inasema tuweke bali nasi maofu yote na udanganyifu. Na udanganyifu ni nini? Ni wakati sasa midecha umepata 10,000, unaambia Mungu nitatoa 5%. Unaambia Mungu hata unaweza chukua 5%, na unapiga magoti unamwambia Mungu nakusihi tafadhali, ninajua umeitishaga 10%, lakini mwezi huu na ujao kwa sababu niko na madeni mengi, kubali kuchukua gapi? 5. Haleluya. Na unamwandikia Mungu karatasi ile mahitaji uko nayo. Na Bible inasema tuweke udanganyifu. Kwa hivyo Mkristo ambaye ni imachua, ambaye amekataa kumachua, huwa ana udanganyifu mwingi. Pasa anakupigia simu, anakuuliza uko wapi, unasema uko Mathare. Bible inasema namna gani? Tuweke bali udanganyifu. Na kama kuna dhambi itafanya watu waende kwa shetani ni udanganyifu. Bwana tuwe sana. Unakuja hapa Mrs. nani Joroge, na hakuna kitu, ulikuwa tu unakaa kwa nyumba, ulikuwa hata unaona cartoon, na unaona kabisa masani 2:30. Kwanza wewe unakaa kwa mlango ya kanisa, ukichelewa ujue huwa pasa anakwazika, kwa maana wewe ndio sasa unastahili sasa kufika wa kwanza. Unajua kuna ile mambo obvious inajulikana. Afadhali sasa anyona achelewe, kwa sababu kitabu ateremuke kutoka Firoz, at least unaweza muelewa. Na tena hiyo sio certificate nimempatia awe anachelewa. Unajua anaweza aenda akiambia pastor watu, pastor alinipatia certificate, cheti ya kwamba in case nikichelewa dakika 30 hatutaelewa. Ujipage mapema katika jina la Bwana. Kwa hivyo Bible inasema tuweke udanganyifu wote bali. Bwana siwe sana. Na Mkristo wakati amekataa kukomaa anakuwa kama mdanganyifu. Bwana siwe sana. Na kwa hivyo ninaomba Bwana tusaidie, apia mwenzako ondoa udanganyifu wote katika jina la Bwana. Na wakati sasa unaondoa udanganyifu ni kuangalia hata ile mali ambayo Mungu amekuaminia. Kama tunaambiwa sasa tutoe fungu la 10, usiambie Mungu utatoa 80% ya kwamba huna fare. Atemuru huna fare kutoka town. Unaambia Mungu hata Mungu ni utaelewa nitumie 2%. Na unamwambia Mungu hata wewe ni Mungu wa rehema, na unajikomfort na ile mistari inaongea kuhusu rehema za Bwana. Amen. Ninaomba unisalimie katika jina la Bwana. Bible inasema we put aside katika jina la Bwana. Kwa hivyo kama utokomaa kiroho, kuna mambo utaputa aside, kuna mambo utaweka kado, mambo ya udanganyifu wote katika jina la Bwana. Bwana siwe sana. Yaani tu unakosa kanini kuja kwa ibada kwa sababu ulikuwa chadhi sana, na ni wewe ulikuwa unaongoza nyimbo. Unajua kwanza watu wa pande hii najua mnaibaga sana. Kuna kakiribu ingine tuliangalia na Mrs. nani akiiba, na tukaona anaweza kuwa mwimbaji wa kimataifa. Tunaangaliaga. Unajua uzuri wangu mimi ni digital.
Mimi ni nini? Ni digital. Sasa nakaa nikiangalia watoto wangu vile wanaendelea. Moru ndiye huwa anaficha yake kabisa, lakini nitakuja tu kuiona. Bible inasema tuweke udanganyifu, lakini hapa tukiambiwa tuibie Bwana, yani unakuwa umeokoka kabisa, unainua mikono kama mtu wa Catholic. Lakini kule unaiba mpaka tunashindwa kama uko na nyama kwa mwili. Bible inasema tuweke udanganyifu wote kando katika jina la Bwana, na kuweka udanganyifu wote kando, hiyo ndio hali ya kukomaa katika jina la Bwana. Kwa hivyo kama kuna udanganyifu ndani yako, ni kumaanisha Regina umekataa kukomaa. Wewe ni bebe ya kiroho. Na nimesema tutitishwe na wale watu ambao waliokoka miaka ya zamani. Hata mimi niliokoka 1992 wakati wa Mutipati, wakati Matiba alikuwa anasimama na Fodasiri. Hiyo ndio Mungu alinitokea. Okay, wakati alikutokea tuambie sasa mumepelekana yeye namna gani? Unatuambia hata hakuna kitu. Mimi natakaga kingine, ni msalaba, kuswingi na msalaba. Wachana na msalaba wewe katika. Hata Bible haisemi uswingi na msalaba. Kwanza inasema uchukue yako ibe na ukaweza kujikana katika jina la Bwana. Bwana sifa sana. Wakristo wamekataa kukomaa. Na kwa hivyo unakuta Yakoba tuna bebe. Na ukitaka kujua mtoto ni mtoto, ni akitaka. Ni kama sasa Melissa akitaka kitu ni kulia. Kuna wakati mama yake amenunulia Nyabuki yatu, nikaona amejiagusha kwa kiti anajigogesha, nikamwambia hata ukitaka kujiagusha chini, na nikaona atajiagusha, nikamwambia come baby girl, nikamwambia tafadhali kuja, usijiagushe tafadhali, maana akiumia ndio mimi huyo tena hospitali akadugwe masindano na kuwekwa maji, kwa sababu ni mtoto. Lakini sasa kama ni Dennis, sasa namuuliza, sasa unataka kujigogesha, jigogeshe, niwe utasikia uchungu. Niliwaambia nikiwa mkubwa, wakati nimemaliza class 8, niliwaambia maimamu nitajiua, na nikasema leo mtafanya maziko yangu. Sasa jioni, na nikatoroka na nikamtukana maneno ambayo sitasema, na nikatoroka nikakibishwa na dada yangu Emily, yule ameoleka Kiambu. Sasa hage nishika, nikaenda na huko kwa Mahidi. Sasa jioni nikaona giza imeingia, na kitchen ndio hii, na ile nyumba kubwa kumefungwa, ndio ni isiases. Sasa nakuja nakaa kwa mlango ya nyumba, naona hata hakuna mtu anashindania na mimi, nafanya hivi ndio wasikie niko. My mama akauliza ni nani huyo, wakasema ni Irogo. Na si amekufa, si alisema atajua, anafanya nini kwa walio hai? Aliniongelesha hivyo kwa sababu sikuwa mtoto. Sasa the next day, wakati nilirudi akanishika. Sasa akaanza kunipiga, akaniuliza kwa nini nisema namna hiyo. Nikasema ni shetani alinidanganya niseme nitajiua. Akaniuliza mlikuwa mnaapiana nini na shetani? Mlifanya mkutano na Yesu agapi? Okay, nikamwambia. Akaniuliza kwa nini hukujiua? Nilipostpone. Nikamwambia niliahirisha. Ninaomba Bwana tusaidie katika jina la Bwana. Maana mtoto wa akikataa kukomaa, ukisikia akiongea, anaongeaga mambo ya utotoni. Na hivyo ndivyo hata kwa kanisa ilivyo. Watu wamekataa kukomaa, waibaji wakikataa kukomaa, ni zile nyimbo tu za zamani. Amen. Aliubeba msalaba kuelekea Golgotha, unusibebe msalaba kila sandi. Msalaba si ya kubeba kila sandi, inachosha mtu. Hata Yesu aliweka chini akasaidiwa na yule Simeoni Muskariota. Amen. Yani unatafuta maufunuo kwa sababu umekomaa. Bwana asifiwe, nisalimie katika jina la Bwana. Hata kwa matoleo unakomaa, sio kila Sunday 50. Wakati umedicha mambo yako umepatiwa hiyo chama ya 150 na ulipatiwa 150 mahali. Sasa unakuja na 500 kwa nini? Unaiweka hapo na unaambia Bwana, hata ukiendelea kunibariki, umenijaribu na hii, unasema hiyo mtihani nimepita. Bwana siwe sana. Kwa hiyo Bible inasema put aside every trace of marriage, adultery, deceit, and hypocrisy, na unafiki. Na kama kuna kitu itafanya watu waende mbinguni, ni kuwa na unafiki katika jina la Bwana. Mimi dhanya hakuna haja uniambie tuko pamoja. Na unajua sasa tukitoka hapa unanitadika kama nitakuliwa. Unanitadika kabisa. Unasema hata pasta mafuta siku hizi hana mafuta. Haobei watu hawaaguki. Kwani ninaobeaga watu waaguke?
Hakuna Bible inasema mahali niombee watu waaguke. Bible inaniambia niwekelee watu mikono. Bwana asifiwe sana. Sasa unaona tuko na unavi. Ninaambia sasa, unaambia Mrs. Pastor tuko pamoja, na unajua sasa hata ukitoka hapa unasema hata hakuwa amequalify kuolewa na pastor. Kulingana na vile wewe ukipima unasema sasa hakuwa amequalify. Sasa hiyo ni unafiki. Na hiyo mambo yote inakuaga na watoto wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye amekomaa unastahili kwanza thenya uelewe, mimi nikioa sikuwa naoa pastor. Nilikuwa naoa nini? Nilikuwa naoa mke. Sasa kama sio pastor, unajua kama ni pastor ningeangalia qualities ya pastor. Lakini sasa nyinyi mnataka hubiri kama mimi. Hawezi. Atapika saa ngapi na atengeneze mahubiri kama haya saa ngapi? Pigia Bwana makofi. Kwa hivyo Bible inasema ya kwamba na tuondoe udanganyifu na unafiki. Na kama kuna dhambi ile Yesu alikemea, alisema nyinyi Wafarisayo na Masadukayo ambao mnapenda kuombea kando ya barabara, mnajifika mnajipaka nini? Majifu. Na si wamepakwa last week? Nani moro ulipakwa? Okay. Wale walipakwa mikono juu. Regina ulipakiwa adhiriba? Hata niliona wanatembea town kama wameinua vichwa juu. Na wengine wanatembea na utaratibu. Ni kuokoka, wameokoka. Wamepakwa. Sasa ni kama sasa wanatuambia sasa mimi nimepakwa. Na walienda asubuhi sana. Bwana asifiwe sana. Huo ni unafiki. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu anaangalia ndani katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ninaomba tuondoe unafiki katika jina la Bwana. Ukisema unapenda hii kanisa, ongea kuhusu uzuri wa hii kanisa katika jina la Bwana. Ukisema unakubaliana na mtumishi wa Bwana, ongea uzuri wake katika jina la Yesu. Na kama utaona jambo haliendelei kanisani vizuri, wewe liombee in the mighty name of the Lord. Sema amen. Lakini sasa ukiwa mtoto wa kiroho, amen, ni kama sasa kama hii kitu ulitengeneze, ukiangalia hii na hii haifanani, yani haitoshani. Sikana ni kadogo, lakini amekuja na anatengeneza ingine, alipresi na hii itoshane na hii. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa unataka kusema kwani pasa hakuwagi na measurement? Kwani macho yake yamezeeka haoni? Mambo mengi ni ya nini? Hiyo ni utoto ya kiroho, na ninaomba tuache katika jina la Bwana. Haleluya. Shangilieni Bwana kwa makofi. Mtoto wa kiroho, watoto wa kiroho wanakuaga na unafiki mingi sana ndani yao. Unasalimia dada, unamwambia tuko pamoja, ukisikia alisimamishwa kazi, amen, lakini ukitoka unasema Bwana asante, umempatia adabu mwaka wa 26, umempatia adabu. Sasa kwa nini wewe unafurahia wakati mtu mwingine amesimamishwa kazi na ako Nairobi atalipa nyumba na ako na watoto? Kama unataka Mungu anyenyekee, abia Bwana amsaidie aondoe nini. Mtoto wa kiroho huwa anafurahia watu wengine wakifanya nini wakati wanaumia. Kwa hivyo Bible inasema ya kwamba tuondoe na tuweke mbali udanganyifu na unafiki wote, na pia na pamoja na wivu. Na hapa kwa unafiki ni vizuri tukaweze kuangalia. Bwana asifiwe sana. Na unafiki ni ile dhambi huwa inajificha, ni roho ambayo huwezi jua. Amen. Hii ni ile kitu huwezi ona, kuwa munafiki. Na ndio Yesu ako na shida na Mafarisayo na Wasadukayo. Anawaambia sasa mnaosha kikombe vizuri nje, lakini ndani ni cha. Anawaambia sasa nyinyi ni kama makaburi ambayo juu imewekwa mau, lakini ndani ni mizoga. Aliwakemea, alikuwa na shida na wao Mafarisayo na Wasadukayo na waandishi wa habari. Maana hata wakiomba hawaombei kwa nyumba. Na usifikirie mama ni Yesu ni mjinga. Alisema ukitaka kuomba uende juu ya nyumba, uende juu ya mti. Uende wapi? Haleluya, uingie nyumba ya ndani. Bwana asifiwe sana. Maana Mafarisayo walikuwa wanaenda pale, kuna njia tatu pale, kuna njia tatu. Njia wanasema rabuna sheleba ndurubusha. Haleluya. Sasa wanaenda kama wamepakwa hapa, wakiongea kwa dimi ndio waonekane wanaomba. Na Yesu akawaona, akawaambia nyinyi wanafiki, na pia akaambia wanafunzi wake wasiwe kama wao. Bwana asifiwe sana. Praise God. Na kwa hivyo ninaomba tuondoe unafiki katikati yetu katika jina la Bwana.
Praise God. Maana hiyo ni saini moja ya mtu ambaye amekataa kukomaa. Na pia Bible inaongea kuhusu nini? Kuhusu wivu. Yani hata nywele dhenya, ukiona Mrs. Pasa na kawivu kazuri, sema sasa ni ile sadaka yetu. Sasa si inatolewa itumike. Unastahili kumwambia Bwana ni asante, inatumika vizuri. In the name of Jesus. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Praise God. Amen. Maana Bible inasema usifuge farasi midomo wakati na sasa si ina sweat. Si Bible inasema Mungu alimwambia Adamu namna gani? Aerek atakula kutoka kwa nini? Kwani hamutaki nikule kwa jasho yangu? Unaona wewe usweti ni kufurahia, unafurahia, na mimi hapa napegana na mapepo. Bwana tuwe sana. Si hii ni kazi nafanya? Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Kwa hivyo Bible inasema sasa tukaweze kuondoa wivu. Na wivu ni wakati hufurahi, wakati huyo mwingine anainuliwa. Na hebu nikwambie watoto wa Mungu, ni vizuri tukomae katika jina la Bwana. Na kama kuna kitu mimi nimepigana nacho in my life ni kuwa na wivu. Marafiki zangu wamenanunua magari. Amen. Hata wengine wakiniongelesha ni kama wananifinya, wananiubia sasa utatembea miguu kama mnyama mpaka lini? Hata nikaambia Mrs. Pasa, kuna pasa hata wai nipatia lift, kwa sababu nikipatiwa ni msomo. Ni kama nikuniongelesha ukisikiza, lakini mimi nikipimwa na kipimo yangu nasikia hii ni msomo napatiwa. Yani anaona nikana kwamba nimeremewa, lakini sio kuremewa. Midecha gari yako iko wapi? Amen. Ile mlininunulia. Okay. Asante. Dhenya gari yangu iko wapi? Iko kwa magari. Gari yangu ndio hii. Iko hapa. Bwana sifiwe sana. Nataka kanisa mjue namna hii. Mlinichagia $500,000 last year but one. Ni nani anakumbuka? Hizo pesa zote nilipatiana kwa uwanja. Above that, my wife is a witness. 416,000 tena nikatoa. Hiyo ni toto ya ngapi? Unasikia Midecha? Eleki unasikia? Gapi? 416 zangu na my wife tukaweka hapa. Alafu ile mlinichagia $500,000 yote nikaweka wapi? Nikasema sitasimamisha gari pale kama sijanunulia Mungu mchanga. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo Bible inasema, kwa hivyo pia tuondoe wivu. Na wivu, mtu anasikiaga wivu namna gani? Wakati anaona mtu mwingine anabariki. Si huyu ni Kain, huyu mwingine ni ndugu yake nani? Wamepeleka kila mtu sadaka. Amen. Hata kuna watu wanasikiaga wivu ukiona mtu na kaguo kasafi. Na hebu nikwambie mama Amani, ukitaka kupigana na wivu, ukiona mtu amevaa vizuri, kibia umwambie you are smart, umeshida hiyo. Lakini ukisikia sitamwambia unaona hiyo unalesizi, eda umwambie, utakuwa umeshida hiyo katika jina la Bwana. Praise God. Bwana sifiwe sana. Ukiona mtu mwingine akinunuliwa, ameinuliwa, eda umwambie ndugu, inaonekana Mungu ametembea kwako. Keep up in the mighty name of the Lord. Pigia Bwana makofi in Jesus name. Ukitaka kushinda wivu. Lakini wakati unasikia hata huwezi ambia mtu anaendelea vizuri, sasa utaanza kumlaani. Na hiyo ni sign ya wivu. Na ndio unaona Kain aliangalia Abel. Na hebu nikwambie, kila mtu atapatiwa opportunity na Mungu. Kain alikuwa kazi yake ni gani? Kuchunga. Kwa hivyo alichukua nini? Kondoo. Na ye ndugu yake huyo mwingine na msinichanganye tafadhali. Abel alikuwa nani? Mchungaji. Okay, twende pole pole. Huyu ni Kain. Kain alikuwa nani? Mkulima. Kain alikuwa nani? Naye Abel alikuwa nani? Mchungaji. Sasa mchungaji amechukua kondoo, naye huyu amechukua matu. Sasa wakati wameenda mbele za Bwana, Mungu akaongea. Na hebu niwaambie kanisa,
Kwa kila sadaka unatoa, Mungu huwa anaiona. Na hata Yesu ndiye aliangalia wakati ni kama nitaanza Mrs. Pastor kusimama hapa, na mimi nitasimama na hiyo vazi eleki ya Yesu. Si Yesu alikuwa anaangalia akaona yule mama ametoa gapi? Coin. Na wengine waliandika macheki, wale Mafarisayo. Na Yesu akona shida na Mafarisayo, aliwaambia huyu ametoa wakaleta fujo. Yesu akawaelezea, nyinyi mumetoa kwa sababu kwa mahali mumetoa zimeba, lakini huyu ametoa yake hakuna kitu ambaye amebakisha. Na kwa hivyo sasa Yesu akasema barikiwe. Na kwa hivyo sasa Kain na Abel, wakati sasa Kain aliona alisikia Mungu amesema amekubali sadaka ya Habili, akasikia wivu, na kutoka hapo uso wake ikabadilika. Bwana asifiwe sana. Na ningetaka utuwekee hiyo verse, niwekee Genesis chapter 4 and verse 3. Spiritual immaturity, kutokomaa kwa kiroho. Wakati kanisa Wakristo wamekataa kukomaa kanisani, ni makelele. Unasikia huyu analia niwekee chakula, huyu anasema nataka kulala, makelele ambayo haina sasa mwisho. Lakini sasa wakati watoto wamekomaa, kama sasa Mrs. Pastor wanaendelea kukomaa, anachaga kama amewapaga. Amen. Wanapagwa na wanapagika, lakini wakiwa wadogo hata kuachwa hawaachi. Kwa hivyo mkiona pasa haidi sana kuhubiri, mjue zinyi ni watoto. Mkiona pasa mwaka unaisha Regina hajaenda kuhubiri mahali, anasema ati siwezi enda, ni kwa sababu nikiwaangalia naona nikienda nitakuta umegogwa na anyona gumi. Unajua watoto wakiachwa tulikuwa tunapimana mieleka. Kuna wakati niligogwa na ndugu yangu hapa, ukifikiria sasa ni kitu nimewekelewa. Alinigoga vizuri mpaka my mom wakati aliingia kule akauliza ni nani alikuwa anataka kuniua. Mama yangu alitafuta vijana warika ya my brother waende kumtafuta, kwa sababu alienda mafichoni, akaletwa dia akafugwa na kaba, aseme alikuwa na nia gani. Kwa maana sisi wote ni watoto. Watoto huwa wanapigana, watoto huwa wanainukiana, watoto huwa ni kusubua. Ninaomba tusiwe na kanisa kama hilo katika jina la Yesu. Watakatifu tukubali kukomaa. Baada ya muda Kain akaleta baadhi ya mazao ya shamba kama sadaka ya kwa Bwana. Na kwa hivyo ni vizuri ujue ile kazi ambayo unafanya, Mungu anatakaga sadaka hiyo kazi. Bwana asifiwe sana. Anyona wakati unaleta sadaka yako, hiyo wakati unaiweka hapo ni jasho yako umeitoa. And God is not unjust. God is not unjust. Asione katika jina la Bwana. Mungu sio mdhalimu akose kuona. Kwa hivyo wakati huyu alitoa, Bible inasema Mungu akaona baadhi ya mazao ya shamba kama sadaka ya Bwana. Fazi nyingine, lakini Abeli akaleta fungu nono kutoka katika baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo. Na kwa hivyo unaona hata Mungu ako na viwango. Bwana asifiwe sana. Usitoake chochote unaweza toa. Amen. Unajua kuna wakati mama anasemaga atapika ile iko. Kuna wakati sasa wale tuko kwa doa, wakati pengine mambo haijakaa vizuri, unasemaga ile iko ipikwe. Hata kama ni shai na turuki, hatutakuva tukikula. Si tulikula buzi juzi Mrs. Pastor? Sasa kama ni shai na turuki, si tutakula tu. Kwa hivyo hapana, toa kile ambacho unataka. Bible inasema Abeli akaleta fungu nono kutoka na ninataka kanisa niangalieni. Giving is a worship. Giving is a worship. Bwana asifiwe sana. Unaweza kosa kwenda kuambia Mungu vile unampenda na kumuita majina yote. Sema amen. Uende tu upeleke dhabihu, ufanye bingu isimame ikaweza kuangalia. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri tuelewe, ukisikia watu wakipiga giving ni kwa sababu wanataka ukae kiwango kimoja. Bwana asifiwe sana. Na ninataka kanisa na muniangalie. Ukitaka Regina, kama Regina she is a good tither, pigia Regina makofi. Kutoka wakati Regina akuje kwa hii church, sorry to say that, hajawahi kosa kutuma fungu lake la 10.
ni baadhi ya wale faithful tithers na wengine ambao sitataja. Bwana asifiwe sana. Mimi huwa tunaona hata ikiwa ni katikati ya wiki haji. Amen, praise God. Na kwa hivyo Biblia inasema namna gani? Lakini Kaini akaleta fungu nono kutoka katika baadhi ya wazaliwa wa kwanza wa mifugo yake. Bwana akamkubali Abeli pamoja na sadaka yake. Kwa hivyo sasa, wakati Mungu amekubali sadaka yako, ni kumaanisha hata mwenye kuipatiana amemkubali. Ya Kizungu inasema but Abel brought on an offering of the finest firstborn of his flock and the fat portions, and the Lord had respect regard for Abel and for his offering. Kwa hivyo sadaka yake ilikubalika na yeye mwenyewe akakubalika. Bwana asifiwe sana. At the time has come church, wakati ninasema tukomae kiroho. Amen. Mama Regina, uanze kujiuliza kutoka sasa, wakati ulikuja kwa hii madhabahu, kama unakomaa even in giving. Bwana asifiwe sana. Hata wale tunaogeaga kwa dini, kama unarudiaga zile huwa unaogea nazo, ni kumaanisha hukui. Unajua tukiwa wadogo tulikuwa tunajifunza kuogea, unasema chumvi, doma na sijui nini. Sasa unaona kama itaigiana. Tulikuwa tunajifunza. Ndio sasa mtu ambaye anaitwa Mukudi ndiye tulienda kwa kesha siku moja ya Friday kanisani. Akaambia, wewe Karweti simama pale. Tulikuwa kesha ya vijana. Na yeye ndiye alikuwa chairman wetu. Anasema kwa sababu alikuwa anaombea watu wajazwe na Spirit. Sasa mimi nikatokea. Nikasema sijajazwa. Nikaambiwa hebu jaribu. Sasa akaniambia hizo sio dini. Akaniambia ilikana kubali hujajazwa. Na nikakubali sijajazwa. Na ni vizuri mjue kanisa, hakuna kitu kizuri kama kuongea na lugha ya mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na kule hakuna kikamba atoandinda atea. Sasa unasikia umeongea vizuri sana. Ni sijui inaweza. Haleluya. Ule hakuna hiyo. Hiyo lugha unasikiaga hutaki, ndio tutaongea nayo. Amen. Na kuambia masanto ribai. Amen. Na wewe unajibu hiyo utajibu. Bwana asifiwe sana. Zinakuwa sasa ndio salamu. Hata wale malaika watatupokea kule, usifikiri hata wataongea kikaba kule, hapana. No. Kwa hivyo sasa, kama hujapokea lugha, utamuuliza hata unasema nini? Anakuuliza what? Bwana asifiwe sana. Unashangaa. Unasikia hata ile jina utaitwa. Ni nani atakuwa naijua? Ni wewe mwenyewe. Na hiyo jina itaandikwa wapi? Unaona sasa, nyinyi hamsomi Bible thenya. Hiyo jina itaandikwa wapi? Utawekwa kamawe wapi? Hapa kamawe ya dhahabu. Alafu kaandikwe Kamau. Kataandikwa jina ambayo ni mimi na Mungu anaijua. Maana tukifika kule tutapatiwa majina mengine. Kwa hivyo kule hakuna kanini. Kakwenda wapi? Kule ni majina ya mbinguni katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi in the name of Jesus. Na kwa hivyo ni vizuri sasa tuanze kutujue ya kwamba when we are giving, it is part of worship. Na ni vizuri wapendwa, tuanze kuamini in giving. Kanidage ili hii. Hii mambo ya hata tunaambiwa ukuje hapa ukinenea sadaka yako. Hata wengine naonaga unaitoa ni kama kuitupa, unaitupa. Hata kama ingeambiwa irushwe kwa madhabahu ndio ungefurahia. Maana unasikia ni kama unafanya kitu ambayo sio kizuri. Bwana asifiwe sana. Unastahili uchukue. Bible inasema mpanzi alichukua nini? Mbegu zake akaenda. Na Bible inasema katika Zaburi ya 126, he who sows in tears will reap in joy. Anayepanda kwa machozi atafuna nini? Atafuna kwa furaha. Kwa hivyo ni vizuri ukileta hiyo sadaka yako unainenea. Unamwambia Mungu, nimekutolea 50. I believe you're gonna bless me. I believe you're gonna elevate me. I believe you're gonna increase my mapato. Sema amen. Ndio wakati mwingine nitoe zaidi ya hii nimefanya nini? Lakini wewe huineneagi sadaka yako. Kwa hivyo sasa akaleta fungu lake nono katika baadhi ya wazaliwa, na Bwana akamkubali, an offering of the finest, na Mungu akaikubali. Fasi hiyo ingine. Lakini Mungu hakukubali Kaini pamoja na sadaka yake. Na kwa hivyo it is not a must. Mungu akubali sadaka yako.
Na hii ndio ile mafundisho kanisa tunasaidi tuelewe. Niligwa jina wali jina kweli no kedi mugunda nuthu milioni. Unaweza usa half a million 7 kule Kakuzi. Alafu ukuje uweke bao hapa. Unaambia Mungu sasa hii ati nimekosa change. Maana ukitoa 1,000 unaona umetapeli. Okay, Mungu anajua ni hivyo. Tutapatana mbele. Bwana sifiwe. Mungu hakukubali Kain na sadaka yake, kwa sababu Kain spiritually alikuwa mtoto, na kwa sababu alikuwa mkulima. Mimi kwa ufunuo wangu, ile matunda ilikuwa kwa muti, hakuchuna hii, aliokota ili imefanya nini? Na tunda likianguka juu ya muti, kama halitachukuliwa within 2 days, inaanza kufanya nini? Kuoza. So alichukua hiyo akaweka kwa kikapu, na ninafikiria alipeleka na gunia, kwa sababu unajua sasa hiyo ni ya kuokota. Sasa akafikiria Mungu anataka wingi ndio quantity, midecha, na hiyo ingine ni quality. Mungu anaangalia quality. Bwana sifa sana. Na kwa hivyo Bible inasema Yakoba pamoja na sadaka yake. Kwa hiyo Kain akakasirika sana, uso wake ukawa na huzuni. But Cain and his offering, he had no respect. So Cain became extremely angry, indignant, and he looked annoyed and hostile. Akabadilika uso wake. Sasa ameigiwa na wifu, maana hajakoma. Na kwa hivyo ni vizuri kanisa tuelewe, Mkristo wakati amekataa kukoma, tunakuwa na tumutu twingi sana kanisani, tunasikia wifu. Hata ukiona tu mama na kiatu, amekuja na viatu bili, kama saa hii kuna matope, Atirejina uone kanini amekuja, sini wa praise and worship, akuje na viatu za chini pale ya matope aweke hapo, alafu afai gini akija hapa. Unasema sasa watu wamejiinua sana. Watu wamejiinua, wanafikiria na si watengeneze bata ya kutengeneza. We wacha wifu dada, hata wewe enda ukuja na yako uweke wapi? Hakuna mtu atakuuliza. Bwana sifa sana. Na kwa hivyo wakati watu wamekataa kukomaa kanisani, wanakuaga na wifu, na ninaomba tuondoe wifu ndani yetu katika jina la Bwana. Na ni vizuri wapendwa muelewe, wakati Mungu anatubariki, kila mtu ako na siku yake, na ni vizuri uambie mwenzako hatutawaifa toshana. Wewe eleke, chukua mbegu za mti fulani, kama mti gani? Muembe. Uende usipande kwa shamba, the same environment, in the same soil, in the same time, in the same day. Itatoshana hiyo miti? Utaona kuna ingine itachipuka haraka, na ni mbegu moja umezipanda maeneo mamoja. Na hiyo ni kutuambia ya kwamba hatuwezi toshana. Na kwa hivyo ni vizuri nisisikie wifu ukiinuliwa, na nisisikie wifu nikiona ukitembea na neema ya juu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sasa alisikia wifu, na Bible inasema Yakoba akawa na kinyongo. Na kwa hivyo sign ya watoto wa kiroho ama spiritual immaturity ni hiyo mambo ambayo nimeweza kuambia. Hebu turudi katika 2 Peter 2. We need to mature from salvation to mature in faith and love. Tunastahili sasa tukomae kutoka kwa wokovu. Unajua kile kanisa kimefanya Regina, tumekataa, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana sifiwe sana. Sasa tutoke, ndio hatuna shaka tumeokoka, sema amen. Lakini sasa tukomae, tuanze kukomaa kwa imani na katika hali ya kupenda. Kwa hiyo wekeni bali 20 verse 2. Hayo mambo tumeyaona, na hayo mambo ni sign. Kama watoto wachanga, nani Peter anawaita watoto wachanga, aliwaangalia akaona hawakomai. Waliosaliwa sasa, like newborn babies, you should long for the pure milk of the word of God, so that by it you may be nurtured and grow in respect to salvation. It is ultimate fulfillment. Kama watoto wachanga waliosaliwa sasa, yatamanini maziwa ya kiroho. Hata ndama wa ng'ombe akizaliwa, si anapatiangwa majani? Anapatiangwa nini? Miezi mingapi? Miezi 3. Bwana sifiwe sana.
na unaangalia huyo dama, unaona ako na afya, lakini baada ya hiyo hawezi kuwa sasa na mwaka mmoja na anataka maziwa. Itolewe wapi? Inapelekwa kuuzwa ikuwe pesa. Bwana asifiwe sana. Lazima akomae, aanze kutabuna dhara na nyasi kama wale wengine, lakini hawezi yasema hapana, sikuli majani, atakula. Hata wanyama huwa wanakoma. Sasa wakati Mkristo amekataa kukoma, anataka ile mafundisho, wapendwa, Mungu anawapenda, semeni haleluya, muujiza utapokea pa. Itoke wapi wapendwa? Bwana sifiwe. Wakristo wakikataa kukoma, hata pasa anakuwa na hadi time kuhubiri nini. Sasa inabidi nihubiri kuhusu breakthrough offering, na haiko kwa Bible. Ate breakthrough nini? Ati wapendwa, kuna siri inaitwa nini? Sababu sasa lijina mkikatana sadaka, nitafanya namna gani? Mtaniweka kwa majaribio. Ninaomba Bwana atusaidie tukomae kama watoto wachaga waliosaliwa sasa, ya 80 maziwa ya kiroho. Na maziwa ya kiroho ni nini? Ni neno la Bwana. Kwa hivyo ni vizuri uelewe, Mkristo akiokoka akule neno miezi ya kwanza. Hiyo ni maziwa. Amen. Neno kabisa. Na ndio mimi nina shida na watu ambao ni washirika wa hii church na hawana Bible, na uoni hata umuhimu wake. Mikorio Pass Church in the name of the Lord. Unajua hii mambo tunaona ni madogo, pasa anaogeanga, inaonekana wewe ni bebe. Na tuna watu wengi sana ambao wako in the church na hawakuagi kiroho. Amen. Unakuta hata mtu kupiga magoti aombe 20 minutes. Unaomba dakika 5, alafu unarudi kwa simu. Unaona radio nimekwambia ujitayarishe jioni na kuja. Unamwambia hata niko nyumbani, I am on the way to Kagudo na nitarudi weekend. Kwani dhenya ulifanya hivyo? Hiyo kicheko si ya kawaida. Bwana sifiwe. Ni vizuri tukomae kanisa katika jina la Bwana. Kama watoto wachaga, like newborn babies, you should long for the pure milk of the word, so that by it you may be matured and grow in respect to salvation, its ultimate fulfillment. Hebu niweke 1 Corinthians chapter 13 and verse 11. Kwa hivyo Mkristo kwanza akiokoka anafundishwa mambo hii, mafundisho ya nini? Amen. Mafundisho ambayo sio gumu, lakini sio kila wakati. Amen. Mkristo sasa sasa nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, niliwaza kama mtoto, nilifikiri kama mtoto. Nilipokuwa mtu mzima niliacha mambo ya kitoto. Nilipokuwa mtu nini? Mzima, niliacha mambo ya utoto. Na kwa hivyo even in the spiritual realm, katika mambo ya kiroho ni vizuri unajiweka kwa ratili. Unaona zile tabia ulikuwa unafanya kama ile miezi ya kwanza uliokoka, kama hizo ndio tabia uko nazo, kama bado dini hizo, amen, ujue bado haukomai. Maana mtu akiwa mtoto anaogeaga kama mtoto. Amen. Anaongea kama mtoto. Nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto na niliwaza kama mtoto. Unaona kuna kukua katika speed, katika usemi, unakuwa katika akili. Na Bible inasema nilifikiri kama mtoto. Unajua mtoto kuna wakati my daughter ambaye anaitwa ni Nyabua Manimelisa, kuna wakati walikuwa naitisha pizza. Si mnajua inatokaga 1000 na kitu, kare kadogo. Ni akaona sireti. Regina, una guess what? Aliniambia ate baba, si uende uchukue pesa mahali watu wanachukuaga, utuletee utununulie. Uende uchukue pesa mahali inafanyaga nini? Na nikasikia nimegongo, lakini sasa nikajua pesa hapana achukuliwa mahali. Bwana sifiwe. Wakati sasa atakuwa mkubwa nitamkumbusha, nimwambie pesa hakuna mahali inachukulia. Mtu anafanyaga kazi anapata pesa. Kwa hivyo niliwaza kama mtoto, nilifikiri kama mtoto. Nilipokuwa mtu mzima niliacha. Abia mwenzako kuna mambo utaacha.
Na ni aibu sana mama kama ameokoka miaka 10 na hawezi omba wanawa. Na mimi nawapima Mama Regina. Unajua wakati mwingine kanini mimi huwa nawahurumia. Kama sade nimehubiri naambia watu wasimame wao, unaona kanini akiambia Regina na hapa kuna nyeshaga. Na nimehubiri tu hapa, nimesweat, nimetoa koti. Namwambia si unaona pale ni kama pasta hawafanyi kazi vizuri, kuna kiraka. Hiyo sasa ni saini ya utoto. Amen. Bible inasema nilifikiri kama mtoto nilipokuwa mtu mzima. When I was a child, I talk like a child. Kwa hivyo Mkristo akikomaa, ukimusikiza akiongea, anaongeaga kama mtu mzima. Bwana asifiwe sana. Hata wakati anajaribiwa, anasema hata Shadraka na Meshaki na Abednego waliwekwa kwa moto na uliogezwa mara 7 na Mungu aliwaokoa. Amen. Lakini mtu akijaribiwa kama hajaokoka, anamwambia Mungu nimekumbatia wiki moja. Kama hata hautamfunulia pasta aniite na majina yangu, hiyo kanisa sitaenda. Hata unamwambia Mungu hata kama unataka kunizuilia nisiingie mbinguni, ninaweza kaa hapa duniani. Unaona hata haelewi ya kwamba wakati utaenda kule dunia itakujwa kama hakutakuwa na kitu hapa. Hii vile hema inakujwagwa ndio itakujwa. I thought like a child. I thought like a child. Nilifikiria kama nini? Sasa ni kama nikiwa na watu hapa. Mumesikia nilipata pesa ngapi ya Nyona? Sijaisema hii mambo, lakini nimeisema leo. Sawa sawa. Sasa mkisikia nikisema tutoe pesa ya kadi dhuro, Bwana asifiwe sana, ninaweza jitolea namna hiyo kama sipendi tukue. Tumeenda mahali na Mrs. Pastor pale mahali tumekuwa jana, nikaitwa na mtu mwingine nikamuombee, na kuna chachi kubwa sana ilikuwa kama hii na nusu imejengwa mahali. Mama Regina wameweka mpaka Fiona wameweka tile, lakini lisio ikai. Huyo mwenye hapo akasema hata fanya nini, hata renew. Huyo pasa wakamwambia, ni mambo ya jana nakwambia, wakamwambia huyo awauzi, akasema hauzi. Tuliabiwa walisimamiwa Sunday na mwenye hapo, aibu kama hiyo, na wakatolewa. Wakati watu wanakuja kwa ibada, badala ya waigie, wanakuta ndio kiti ya pasa ndio hiyo inatolewa kwa madhabahu. Na hiyo ndio ile mambo niliangalia in future. Sema amen. Kabla ya mchaga uwe na bei, niilete gari yangu hapa katika jina la Bwana. Kwa hivyo sasa wakati nani Midecha unaambiwa utoe 6k, pasa ametoa 900,016. God is my witness. Ziko hapa kwa hii mchaga. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Kwa hivyo Eric, ni vizuri tunaona mambo kwa njia hii. So Bible inasema ya kwamba nilifikiri kama mtoto. Amen. Nilipokuwa mtu mzima niliacha mambo hayo. I listen like a child. Na kwa hivyo mtu akikataa kukomaa spiritually, listening yake inakuwa chini. Listening yake inakuwa nini? Anasema sasa kwa nini lazima tuende kanisani kila karibu kila day? Si Sunday inatosha? Hiyo chama yenu Mama Regina mnaendaga mara ngapi kwa mwezi? Hiyo Amerigora mara ngapi? Mara 2. Na ukikosa faini mnapigagwa ngapi? 1,100. Na wewe Midecha, najua uko na chama, mnapigagwa faini ya ngapi? 200. Anyona ngapi faini? 100. Idhenye yako 500. Na ndio nakutanaka na yeye ukikibia na hesafikiria kumechomeka. Kwa nini ukibia ukija kanisani? Why are you not running? Unaenda kanisani kama unaenda harusi. Hata unajiangalia, unasimama, unaangalia manyumba. Na wakati unaenda chama unakimbia. Hiyo ni sign ya kwamba umekataa kukomaa. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Ni vizuri tukomae spiritually. Ila maiti hiyo unakibiaga ukienda hiyo chadhi, kibia hata ukija hapa. Bwana asifiwe sana. Unajua tunapimaga mambo ya kiroho na mambo ya hapa duniani.
Ukiwa kule huwezi chukua simu, unaambiwa tutakupiga fine. Kama ingine nilikosa 3, nikaambiwa, nikahesabiwa, nikasema nitatoka, nikaambiwa Elikana hata ukinini hii sheria, hata niwe ulikuwa secretary wakati huo na ulikubali sitengenezwe, tupatie fine. Nikawatisha, nikaona hata nikitoka nitalipresiwa. Nikawaambia nipatieni muda nigawanye mara 3 ndio nilipe. Bwana sifiwe. Kwa hivyo nilifikiri, kwa hivyo Mkristo akikataa kukomaa, reasoning yake inakuwa chini. Unaona sasa, ukiwaambiwa kanini ukuje kanisani, unasema sasa pasa anataka tukamujenge. Sasa wakati unatiobia ni mimi unajenga, unanijenga na nini by the way? Sasa juu namhubiria mimi nafaidika na nini by the way? Si ninangojea taji ya biguni? Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Nimetoka hapa saa 4:30 asubuhi, sijaoga, nimekuja maombi asubuhi. Nikasikia tu niendelee na kustadi na kuomba. Bidii kama hiyo, Bwana asifiwe sana. Bidii kama hiyo ni nzuri. Bwana asifiwe sana. So reasoning ya mtu ambaye sasa amekataa kukomaa inakuwaga ya mtoto. Unasema sasa pasa anataka twende, anatakaga twende tumsaidie. Una wewe midecha, ni wewe unakuja kusaidika. Kama sasa ujumbe kama hii, sijui kama nitairudia. Kama imepita imefanya nini? Imeweza kupita. Kwa hivyo I listen like a child. When I became a man, I did away with childish things. Nilitupilia mbali hiyo mambo ya utoto. Na hivyo ndivyo Mungu anataka tufanye katika jina la Bwana. Spiritual immaturity is a state where a believer behaves in a worldly or carnal manner. Kama unaandika uandike. Spiritual immaturity is a state where a believer behaves in a worldly or carnal manner. Ya kwamba kutokomaa kiroho ni ile hali Mkristo anakuwa na tabia ya kimwili na tabia ya duniani. Amen. Bwana asifiwe sana. Unaangalia dhambi hivi Regina, unasikia kama unaweza ifanya. Unasikia hata kurudi Kanaani. Sema hata ni vile sasa pastor anahubiri na siku hizi anaonyeshwa mambo na Mungu. Ni hata ningerudi duniani 2 months alafu nikaweze kurudi. Sasa ukijiona katika hii, sasa you are not mature. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati umemachua, unasema Misri sitafanya nini? Sitarudi hata kama kutakuwa namna gani. Kwa hivyo ni vizuri ukaelewe, spiritual immaturity ni ile hali a believer huwa ana tabia za ulimwengu na tabia za kimwili. Ndio Bible inasema as many are led by the Spirit. Hiyo ni Romans chapter 8. Romans chapter 8 mstari sijua 6 ama 7. As many are led by the Spirit, they don't walk in flesh. Tunastahili tuongozwe na Roho. Mkristo ambaye amekataa kukomaa anaongozwa na nini? Na mwili na mawazo yake. Mwili ukimwambia usiende kanisani, unakubaliana. Mwili ukikwambia ukuwe na timetable ya kukuja kanisani, kama ile ya kupika, ate nitakuwa ninaenda saa 2 na saa 2 ni zangu saa off. Unakuta sasa tuko hapa kanisani na ndio sasa unapika mayai ndio ukunywe ulale. Na kwambia hiyo mayai itakuletea mashida mingi sana, kwa sababu hata Mungu akiangalia anaona kuna mahali unastahili kuwa. Kwa hivyo ni vizuri tukaweze kuacha hiyo mambo, tukaweze kukomaa. It is marked with jealousy, strife na mambo kama hayo ambayo nimesema. Nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, nilipokuwa kama mtu mzima niliacha mambo ya kitoto. Kwa hivyo ni kurudia, amerudia. Bwana sifiwe. Nilikuwa nataka first, hiyo ni 13:11, niweke 1 Corinthians 3:2. 1 Corinthians 3:2. Lack of discernment. Ni saini gani ingine unaweza angalia ukaweza kujua mtu ako na utoto ya kiroho? Ni lack of discernment. Yani udiscern. Amen. Yani morua mumekaa na wezi wawili wamekufix katikati na hata hakuna kitu unasikia. Unastahili usikie kitu. Sawa sawa. Kama umekomaa spiritually,
na neno la Mungu liko ndani yako, na roho wa Mungu ako ndani yako, unastahili udisani. Sawa sawa? Udisani, usikie. Hata kama hutajua ni nini, uanze kusikia you are uncomfortable. Bwana sifiwe sana. Na kwa hivyo naliwanywesha maziwa, wala si chakula kigumu. Kwa hivyo sasa mtu akikataa kukomaa, huwa ana nini? Ni maziwa tu. Unajua kuna wale watu tulikula anyona Cerelac. Ni nani alikula Cerelac? Na siku hizi wanakula nini? Siku zetu watu wa Cerelac mikono juu tulizikula. Na hiyo ulikuwa unakula watu. Naliwanywesha maziwa, wala sio chakula kigumu, kwa kuwa hamukuwa tayari kwa hicho chakula. Nataka munionyeshe mtakuwa tayari kwa chakula kigumu katika jina la Bwana. Yakoba tunaweza sema sasa Sunday tukija itakuwa ni ibada ya maombi. Uone huyu ameenda hiyo kona, lakini sasa kama watu hawajakomaa, amen, utakuwa sasa Mama Regina unaambia Nyona, kai angalia vile pasa ametoa jasho akiomba. Na tuko kanisani hata mnasegenyana, hata usikie adabu, aibu. Unamwambia angalia mama fulani alinyolewa nywele, amekosa pesa ya saluni. Hiyo ni mambo ya watoto kanisani. Ndio sasa mnasikia kumekauka, maana Mungu anataka kushuka. Anaona watoto, anasema kwanza wacha niwapatie muda wakomae, ndio nikishuka nishuke kwa watu ambao wamekomaa. Kwa hivyo niliwanywesha maziwa, wala sio chakula kigumu, kwa kuwa hamukuwa tayari kwa hiyo chakula. Kwa hivyo ndio Mkristo akomae lazima akuwe tayari. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo chakula kigumu, naam, hata sasa hamukiwezi. Paulo anasema hata saa hii hiyo chakula hamwezi. I fed you with the milk, not solid food, for you are not yet able to receive it. Even now you are still not ready. Na ninaomba nyinyi mkuwe tayari katika jina la Bwana. Bwana asifiwe sana. Ndio sasa tuanze sasa hapa Morua. Sasa Mrs. Pastor nahubiri hapa kuhusu Holy Spirit. Holy nani? Badala ya Mama Regina nishinde sasa nikiita utakoro hapa, ninakuwa na watu kama 20 wasi. Ninasema sasa wekelea huyo mtu wako karibu na yeye. Mko unasikia roho anatabaa kama moto. Lakini saa hii siwezi kuambia. Juu ile mambo unakuwa gana ukimwekelea mkono, sasa ndiye atapokea. Haleluya. Lakini sasa wakati tumakoma, sio lazima niitane hapa niwapake mafuta ere. Nasema roho ashuke juu na chini, watu wanajazwa. Amen. Lakini wewe unasema leo muroho hakukuwa kanisani. Kama wapendwa wengine Mrs. Pastor anawajua, kama hatujaifa tukatike, walikuwa nasema leo hakukuwa na breakthrough kanisani. Mpaka na hebu nikwambie, usicheze na mtugaji akianza kukoma. Mungu aliniondolea hawa watu wote wapande ile nyingine. Sawa sawa? They were babies. Hata walikuwa unajua we were free. Wananiambia pasa leo kigosho hatujaiba. Hata kuna wakati waliniandikia karatasi wakasema ukimaliza mahubiri tukatike, yani tuibe. Sasa nikaona hii wameifanya mahali pengine. Unajua kuna tofauti ya kufanya nini, to worship and to praise God, na kuna ile ya entertainment. Unajua entertainment ni ile watu wanaibaga kwa kila. Sasa hapa hatukujagi. Hata wakati Mrs. Pastor unatuongoza ibada, hapa nasema kujeni mutubariki mutuibie wibo. Wewe unaibiwa wibo ni nani? Who are you? Bwana asifiwe sana. Kujeni mutukuse Mungu na ndio huo wibo, ile message uko nayo. Unajua kama nyinyi ni baby, wale ambao mnaongoza nyimbo pia mnatupatia nyimbo za nini? Za watoto. Unajua zile nyimbo watoto walikuwa naibiwa. Ndio wala lakini sasa wakati tumekoma tunaanza kuiba nyimbo. Unasikia sasa tumeiba wimbo moja hapa, unaona sasa Nyona anageukia ukuta anaanza kulia kioba. Lakini sasa wakati hatujokoma, unaona tumeiba nyimbo 3 na macho hata haibadiliki, inaangalia, inastahili, inaanza kutani red.
Bwana asifiwe sana. Maana umeanza kulewa na roho, na mtu akilewa kile anafanyaga ni kusujudu mbele za Bwana. Bwana asifiwe sana. Wakati neema imeshuka na uwepo umeshuka, ni kushuka tu utashuka. Kwa hivyo naliwanywesha maziwa, wala sio chakula kigumu, kwa kuwa hamukuwa tayari kwa hicho chakula kigumu, naam hata sasa hamukiwezi. Kwa hivyo wakati Mkristo amekataa kukomaa, hakuwagi na discernment, inability to distinguish between truth and false. Alafu side nyingine ni kuwa defensiveness, ya kwamba Mungu nikikukemea, nikikwambia uko na tabia ya kutokuja kanisani, hata kama utaniambia ile saa nyingine ulikuwa umeenda kuona nyanya yako Kitui, alafu hii nyingine ukaenda kuona anko alikuwa na birthday, hiyo ni emergency kweli? Pade ya mala. Sasa nikikukemea unaniambia pasa hapana. Familia Mungu mtu hawezi acha. Ni nani amekwambia? Hata Yesu alisema ukitaka kumfuata uachane na baba na mama, ndio ukaweze kumfuata. Bwana sifiwe. Sasa ukikemewa kidogo na pasa, you defend yourself. Ni pastor sasa sijui anataka nini na hamnipedi. Spiritual immature Christian and controlled by the flesh. Mkristo ambaye hajakomaa, namaliza, huwa anaongozwa na mwili. Na kwa hivyo nikasema signs of spiritual immaturity ni jealousy na division, na kuwa na migawanyiko. Amen. Wewe unakuja kanisani, unakuwa na kikundi yako anyona ya watu wangapi? Unawaambia unaona yule ni kama Kain na ni dada kanisani, alafu na yeye huyo unaita Kain, na yeye anakuwa na kikundi ya, anamwambia unaona yule ni kama Methusela. Sasa unaona tunatukudi tumejigawanya. Na ndio wakati Paul alienda Corinth alikuta nini? Watu hawa walisema sisi ni wa Paulo. Sisi ni wa nani? Na wale wengine wakasema sisi wa Paulo, we belong to Apollo, sisi ni wa Apollo. Paulo akasimama akasema hapana, Eric, Kristo hawezi gawa. Kristo ni umwe, Kristo ni mo. Kwa hivyo hakuna kusema ni wa Apollo na ni wa Apollo, wote ni watoto wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati wa Kristo wamekataa kukomaa, kuna kuaga na tufikodi twigi. Hata tukimaliza kanisani wanatoka pale. Na kwa nini leo Mrs. Pastor hakuwa anacheka? Wewe ukiangalia what could be the problem? Ama sadaka haijatolewa hiyo wiki vizuri. Sasa alafu na yeye yule anajibu, anasema hata pastor ile smile yake hakukuwa nayo. I think there is a problem. Yani munapika hiyo nyugu hiyo. Sasa sisemi watu wasikusanyike, hata inakuwaga ni picha mzuri ya nyona. Tukimaliza ibada unaona watu wamesimama vikuu, lakini mkiulizana hiyo neno haki, Mungu amenifikia, that word was mine. Leo Mungu ametunenea. Lakini wakati watu wajokoma, kuna kuwaga na tufikudi twigi twakutadikana. Na huwa nataka nimalize, they neglect the spiritual gift. Wakati wa Kristo wamekataa kukomaa, Mama Regina unasimamaga unaambia nyona mkienda nyumbani, hata for the next 2 months sitatoa unabii. Nataka kwanza wakae hivyo niwafundishe adabu. Hiyo sasa ni sign ya nini? Alafu sile nyimbo Regina ulikuwa unatuga hapa, unasema hata sitatuga wimbo mwingine mpaka 2030. Hiyo ni sign sasa una neglect kipawa chako. Unteachable spirit, namaliza. Unakuwa na roho haifundishiki. Yani unakuwa na roho ya mawe. Asa pasa akipaa juu arudi chini, unasema mimi hakuna roho ya mawe. Unajua kuna ile mawe inakuaga kwa mto, sijui kama kwenu iko. Ukiigonga hivi ilikuwa inatoa nini? Dhande ama moshi.
na ilikuwa kwa mto, imeoshwa na maji ya kutoka wakati wa Nuhu, na haisogagi na haifujiki, inakuaga hivyo. Ukiigoga inatoa nini? Inatoa moshi. Na kuna watu kanisani wako hivyo, na hiyo ni sign ya mtu ambaye amekataa kukomaa. Anakuaga na roho ya mawe. Hata roho akishuka pale, unaona ameachwa kama amesimama, kama miti ingine ya ukabani ile ya zamani haikaukagi. Roho achuki kwake, maana roho ni ama, anakuwa na unteachable spirit. Haye afundishiki, yeye anajua kile anajua. Anakuwa na judgmental attitude. Na maliza ile hali ya kufanya nini? Ya kujaji watu. Nakuja kama kanisa kama hii, anasema kulingana vile nimeangalia, okay, kanisa wamepaga rangi vizuri, lakini neema na roho hakuna. Na nimeangalia hata wale waibaji nikaona wako mbali sana, hata hawana sauti za kuiba. Hiyo ni judgmental attitude na ni baya. Ndio Yesu akona shida na Mafarisayo. Aliwaambia kabla ya uone lile jicho liko kwa mtu mwingine, uone nini? Ile boriti iko kwa jicho yako. Alikuwa anawakemea kwa sababu they had a judgmental attitude. La mwisho, funga Bible, lack of love for other people. Unakosa upendo. Na hebu niwaambie wapendwa, we don't love one another kwa sababu hatuna unyonge. This is a command. It is ya kwamba anyona, you love Mrs. Pastor, you love Mama Regina na huyo mwingine. It is a command. Na command haikuagi na tiaigi, you just obey. Bwana asifiwe sana. Na wakati watu wamekataa kukomaa kanisani, hawakuagi na upendo. Unasikia sasa mtu alianguka na gari, unasema hata ni kama Mungu alikuwa anataka kupita na hiyo mguu, lakini sasa kafuja. Yaani hata vile unaongea wewe, kwa nini unaongea namna hiyo? Kwani huna upendo? Na ndio unaona ile kanisa ilikemewa, wakaambiwa warudie nini? Upendo wa kwanza. Tusimame na miguu yetu. Inua mikono yako, mwambie Bwana akusaidie kukomaa spiritually in the name of the Lord. Jiobe dakika 5 ndio ni tumalize. In the name of the Lord. Baba, tunaliinua jina lako, tusaidie jioni ya leo. Tunaemisha Baba wa mbinguni, wewe ni mwema Bwana, wewe ni mkuu, wewe ni waajabu. Zagade babusha, unastahili sifa Bwana, unastahili kuabudiwa. Tusaidie Bwana, tunaemisha Jehova jioni ya leo katika jina la Yesu. Maana wewe ni mwema, maana wewe ni mkuu Bwana. Neno lako ni dhahiri, neno lako ni la kweli. Tusaidie Bwana wa rehema kukomaa spiritually katika jina la Yesu. Tuachane na wivu na udanganyifu Bwana, na unafiki Bwana, na maovu yote Bwana, na kusigisiana katika jina la Bwana, ili Baba wa mbinguni tuase kukula kile chakula Bwana ambacho ni kigumu. Tusaidie Jehova, tuneemishe, tunaomba katika jina la Yesu. Tuondolee ile mioyo ambayo ni migumu kama mawe, utupatie mioyo myororo kama nyama Baba wa mbinguni katika jina la Yesu. Uinuliwe Bwana, eze kubarikiwa. Help us, oh God. Tusaidie Bwana, tusaidie, tunaomba. Tusaidie Jehova, tuneemishe, tunaomba. Oh, help us, oh God. Tuneemishe Bwana, tusaidie Bwana. In the mighty name of the Lord, we tukuze Bwana. Shela baganda. We thank you Jehovah God. Imbalabazaya, imbarabarabaya. Kazi zako zaonyesha ukoo wako wewe. Umetokoka, umeinuliwa ewe Bwana. Kweli wewe ni Mungu. Juu sana
Kwenye kiti cha enzi umejivika utukufu. Tumeinua Bwana mikono yetu, tuna haja na wewe Bwana. Tunaomba utuneemishe na utusaidie kukomaa spiritually, tuache immaturity in the name of the Lord. Umesema that we may glory in your grace and also in the knowledge of knowing Jesus Christ. Lord, help us to make it our God in the name of the Lord. Bwana tusaidie kuachana na maovu na udanganyifu Bwana na hizo mambo zote ambazo umetukanya, ili tukokomae spiritually katika jina la Bwana. Asante Jehova, maana umesikia maombi yangu. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini, amen. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Kama kuna mtu ako na hitaji, alikuja na hitaji, inua mkono wako juu katika jina la Bwana. Ninaombea Bwana mahitaji haya ambayo Bwana watu wako wako nayo, ikiwa ni ibada yetu ya katikati ya wiki. Ninaomba Bwana neema yako ikaweze kuwashukia Bwana. Unajua ni nini wanahitaji. Ninaomba madhabahu haya wanayoyatumikia Bwana ikaweze kuachilia kile wanahitaji katika jina la Yesu. Ulipatia Hana mtoto kwa madhabahu, hata hawa Baba wapatie kile wanahitaji Bwana katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana ukutane na hitaji lao according to your riches in glory. I thank you Jehovah because you have heard my prayer. Asante kwa testimony ambao atakuja nayo kwa madhabahu katika jina la Yesu. Tumeomba na tumeshukuru. Pigia Bwana makofi katika jina la Yesu. Tunaweza keti tupate matangazo dakika 2 tunapojiandaa kulete sadaka na dhabihu zetu, na Bwana tubariki katika jina la Yesu.